Leo tunafika kwenye pambano kwenye mlima Kameli. Huu ndio wakati unaoashiria huduma ya nabii Eliya. Kwa kweli, ikiwa unajua chochote kuhusu Eliya, ukirudi nyuma hadi siku zako za ujana, labda unajua kuhusu manabii wa Baali na moto ukianguka kutoka mbinguni. Sawa, hapa ndipo yote yanapoanza sasa katika moja Wafalme 18 na mstari wa 1. Baada ya siku nyingi, neno la Bwana lilimjia Eliya likisema, nenda ujionyeshe kwa Ahabu, nami nitanyesha mvua juu ya nchi. Sasa kwa miaka 3 haijanyesha, kama adhabu kutoka kwa Mungu kwa watu wake waasi. Sasa akiwa njiani kwenda Samaria kumkabili mfalme Ahabu, Eliya anakutana na Obadia. Huyu ni afisa katika mahakama ya Ahabu. Obadia ametumwa kutafuta nyasi ili kulisha mifugo ya mfalme. Na hapa katika mstari wa 3 tunaambiwa kwamba Obadia alimcha Bwana. Kwa kweli, mstari wa 4 unatueleza kwamba Obadia alikuwa amewaficha manabii 100 wa Bwana katika pango ili kuwalinda dhidi ya Malkia Yezebeli mwovu ambaye alitaka kuwaua, na alikuwa akiwapa chakula na maji. Hivyo Eliya anamwambia Obadia hapa katika mstari wa 8, nenda mwambie bwana wako, tazama, Eliya yuko hapa. Sasa Obadia hana uhakika sana kuhusu hili. Ahabu amekuwa akimtafuta Eliya bila kuchoka na hajafanikiwa. Hivyo Obadia anasema, kimsingi, angalia, nikimwambia uko njiani na kisha ukatoroka mahali pengine, Ahabu atanimaliza mara moja. Basi Eliya anamwahidi hapa katika mstari wa 15, hakika nitajionyesha kwake leo. Na Eliya anatimiza ahadi yake. Sasa Ahabu anapomwona huyu nabii wa Mungu, anamwambia hapa katika mstari wa 17, je, ni wewe mtaabishaji wa Israeli? Anadhani Eliya ndiye tatizo. Hiyo ni kawaida sana katika dunia ya dhambi, sivyo? Inalaumu haraka kila mtu mwingine kwa dhambi zao wenyewe. Basi Eliya hatakubali hilo. Atarekebisha rekodi hapa katika mstari wa 18. Anasema, sijataabisha Israeli, bali wewe na nyumba ya baba yako, kwa sababu mmeacha amri za Bwana na kufuata Mabaali. Unaona, Eliya anatambua kwamba suala muhimu hapa ni kubwa zaidi kuliko Ahabu na mke wake Yezebeli. Anajua kwamba hili ni suala la kiroho. Mustakabali wa taifa zima la Israeli uko hatarini. Kwa hiyo Eliya anatoa amri hii ya kushangaza kwa mfalme hapa katika mstari wa 19. Kusanya Israeli wote kwangu katika mlima Kameli, na manabii 450 wa Baali na manabii 400 wa Ashera wanaokula mezani pa Yezebeli. Sasa hapa yupo Eliya akisimama kwa ajili ya Mungu peke yake. Nafikiria tu, wanaosimama dhidi yake ni mamia ya manabii wa Baali pamoja na mfalme Ahabu na wawakilishi wote wa kifalme wa taifa hili lote. Maelfu kadhaa ya watu wamekusanyika hapa kwenye mlima Kameli kuona nabii huyu mmoja wanadhani akishindwa. Sasa Eliya anahubiri mahubiri rahisi lakini yenye ukali. Tunapewa hoja yake kuu hapa katika mstari wa 21. Mpaka lini mtayumba kati ya maoni mawili tofauti? Ikiwa Bwana ndiye Mungu, mfuateni. Lakini ikiwa ni Baali, basi mfuateni yeye. Kwa maneno mengine, huwezi kuwa na yote mawili. Tazama, watu hawajaacha kabisa imani kwa Bwana. Wanafikiri tu wanaweza kumwabudu Baali pia. Na Eliya anasema hapana, hilo halitatokea. Hakuna njia ya kati hapa. Wanalazimika kuchagua. Na iwapo watu wanajiuliza ni Mungu yupi ndiye Mungu wa kweli, Eliya anaelezea changamoto hii kwa manabii wa Baali ambayo wanakubali. Tunasoma hapa katika mstari wa 23. Chagueni ng'ombe mmoja kwa ajili yenu na mkate vipande na uweke juu ya kuni, lakini msitie moto. Na mimi nitawandaa ng'ombe mwingine na kuweka juu ya kuni na sitatia moto. Mwiteni jina la Mungu wenu, nami nitaita jina la Bwana. Na Mungu atakayejibu kwa moto ndiye Mungu. Na watu wote wakajibu, imezungumzwa vyema. Kwa maneno mengine, tunakubaliana na changamoto hii. Kweli Eliya anaandaa kitu ambacho kinapaswa kuwapa manabii wa Baali faida.
kwa sababu tena Baali anasemekana kuwa mungu wa mvua. Huyo pia ni mungu wa radi, mungu wa moto kutoka mbinguni. Hii ni ya Baali, kadi yake ya kutambulisha utaalamu wake. Kweli, mstari wa 26 unatueleza kwamba kwa masaa matatu yaliyofuata manabii wa Baali walilia, e Baali, tujibu. Lakini hakuna aliyewajibu. Kweli, hapa adhuhuri ni wakati wa chakula cha mchana. Eliya anaanza kuwadhihaki hapa katika mstari wa 27, akiwaambia wapige kelele zaidi. Unajua, Baali anaweza kuwa kwenye chakula cha mchana, anaweza kuwa kwenye safari ndefu, anaweza kuwa anajisaidia. Kwa kweli, anasema hivyo. Baali anaweza kuwa bafuni. Ungeweza kubisha mlango kwa sauti zaidi. Nadhani Eliya anafurahia changamoto hii. Lakini baada ya masaa haya bado hakuna jibu. Hakuna moto kutoka mbinguni. Eliya sasa anakarabati madhabahu ya Bwana iliyovunjika ambayo tayari ipo pale. Hii ni kitendo muhimu kwa njia. Anatengeneza madhabahu, kisha anamimina maji juu yake. Anamimina maji kote kwenye madhabahu, na anafanya dhabihu hiyo kuwa ngumu zaidi kuwaka. Tazama, kwa Eliya sasa hakuna kuomba kwa masaa ili Mungu ajibu. Sikiliza sala yake fupi na rahisi. Inaanza hapa katika mstari wa 36. E Bwana Mungu wa Abrahamu, Isaka na Israeli, na ijulikane leo kwamba wewe ni Mungu katika Israeli, na kwamba mimi ni mtumishi wako, na kwamba nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Nijibu, e Bwana. Nijibu ili watu hawa wajue kwamba wewe, e Bwana, ndiwe Mungu, na kwamba umewageuza mioyo yao. Na kwa hayo kuna jibu la haraka, na namaanisha haraka. Mstari wa 38. Kisha moto wa Bwana ukashuka na kuteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, na ukaramba maji yaliyokuwa kwenye mfereji. Na watu wote walipoona hayo wakaanguka kifudifudi na kusema, Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Ni wazi kwamba Baali hakuwa na mamlaka baada ya yote. Basi Eliya anawaita watu sio tu kukiri ukweli huu, bali kutekeleza hukumu juu ya manabii hawa wa uongo, jambo ambalo wanafanya. Saratani ya ibada ya sanamu imeondolewa sasa, na hawa manabii wa ibada ya sanamu wameuawa kwa hukumu. Na watu, angalau kwa wakati huu, wakionyesha mabadiliko ya moyo. Bwana anatuma mvua kutoka mbinguni. Mara nyingine tena imekuwa miaka 3.5 ya ukame. Wakati huo huo, Ahabu anakimbia. Anaelekea kwenye jumba lake la majira ya baridi huko Yezreeli, maili 15 mbali, ambapo Yezebeli anasubiri kujua kilichotokea. Eliya anapewa nguvu za kiungu na anakimbia kwa miguu. Anamshinda Ahabu kurudi Yezreeli. Kwa kweli, kwa ajili ya tukio hili kuu, tutachukua hadithi ya kile kinachotokea katika kikao chetu kijacho, lakini kabla ya kumaliza leo, hebu nifanye uchunguzi kutoka kwa changamoto hii kwenye mlima Kameli. Kwanza, usisahau kamwe kwamba maoni ya wengi yanaweza kuwa kabisa si sahihi, hasa katika masuala ya kiroho. Yesu alihubiri kwamba njia ya kwenda kuzimu ni njia inayotembelewa sana. Ni njia maarufu maishani. Kuna daima trafiki zaidi huko kuliko kwenye njia nyembamba inayoelekea kwenye uzima wa milele. Pili, unaweza kuwa na imani ya dhati kuhusu unachoamini na bado ukawa na makosa ya dhati. Manabii hawa wa Baali walikuwa na dhati. Waliomba kwa masaa. Walikuwa wakimfuata mungu wa uongo kwa makosa ya dhati. Tatu, ushindi mkubwa wa kiroho kawaida hufuata miaka ya kutojulikana na maandalizi. Eliya hakuanza huduma yake kwenye mlima Karmeli. Alianza kama nabii asiyejulikana, akifundishwa kutembea kwa imani. Na nadhani hicho ndicho hasa Mungu anachokifanya na wewe leo, akikufundisha kutembea kwa imani, kumtumaini yeye, kumsubiri Mungu. Na kwa njia, ukimsubiri Mungu leo, utakosa mipango yake kwako.
kesho. Basi hadi safari yetu ijayo pamoja, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.